Kwanza kabla ya yote niwape pole ya msiba ambao umetokea kwa moja ya mwanamuziki mkongwe Luiza Mbutu kufiwa na mumewe. Hili najua limewagusa kundi zima la Twanga Pepeta, sivyo? Kwa namna ipi limewapa pengine uzito fulani, hasa mkiwa mmekaribia kufungua ama kuzindua project yenu mpya? Kwanza tuseme inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Hii ni kazi ya Mwenyezi Mungu. Kwa upande wetu ni pigo kubwa sana, kwa sababu mbali na kuwa mume wa CEO wetu, lakini pia alikuwa ni mlezi wetu, ni baba, kaka ambao tulimtegemea sana pia kwa ushauri, na pia alikuwa ni mmoja wa mwanamuziki wenzetu katika tasnia yetu ya muziki. Kwa hiyo ni pigo kubwa sana kwa kweli. Sisi ilikuwa itaturudisha nyuma kidogo, lakini tukasema hapana, Mwenyezi Mungu ana upanga lake, basi inaweza kuwa kuna kheri na kuja mbele yake. Kweli. Kwa hiyo tulimwachia Mwenyezi Mungu yote hayo, na mengine lazima endelee. Mambo lazima endelee na sawa kabisa. Labda kwa wapenzi wa muziki wa Twanga Pepeta wanaosikiliza hivi sasa, walioguswa na msiba huu, wanataka kufahamu labda pengine taratibu za maziko na nini, hii tunaweza kuifahamu hapa? Na utaratibu wa maziko ni siku ya Jumatatu, yatafanyika pale nyumbani kwake Sarasala, ndio utakuwa utaratibu mzima wa maziko. Kwa hiyo tumeacha kwanza ile kipindi ndugu zake wengine waje wajikusanye, na pia watu wamalize shughuli zao, then ndio tutafanya mazishi siku ya Jumatatu. Sawa basi, pole sana. Pindi siseme tu hivyo zaidi, Mwenyezi Mungu ailaze roho yake mahala pema peponi. Karibuni tuendelee sasa na haya ambayo yametuleta hapa kwa pamoja leo. Mbali ya kwamba kuna msiba, lakini mengine yanapaswa kuendelea na kusonga mbele zaidi. Mwaka 2025 kwenu Twanga Pepeta, nataka kujua ulikuwa mwaka wa namna gani na umeleta matunda kiasi gani ama magumu ya kiasi gani? Okay, mwaka huu tuseme kwa ni mwaka ambao tulisema tuna focus sana na change. Kwa maana ukiona huu mwaka hakuna project ambazo tumefanya. Kuna hii project ambayo tumekaa chini, tumeinvest muda mwingi sana tuone tunakuja vipi. Kwa sababu tunaangalia sisi Twanga Pepeta iko zaidi ya miaka 28. Imani mic yako kidogo Twanga Pepeta iko zaidi ya miaka 28. So ukija kuangalia Twanga ilivyoanza watu miaka 28 iliyopita, ile fan base ile aliyotoka nayo mpaka sasa hivi ndio kuangalia asilimia nyingi, wengi ni umri wao na nini, wengi umeenda. Sasa toka katika kizazi cha digitali tumekaa tukajitathmini, tukasema tunatoka vipi, kwa sababu tunaachia ngoma, tunaachia nyimbo nyingi, projects tunafanya, lakini tunaona ule msukumo, yani kama project inakuwa iende, haswa kwa sasa hivi kipindi cha digital platform tunasema, ambapo cha digitali. Sasa audience yetu sisi imekuwa ni nzito sana kwenye change. Sasa tukaangalia sema heri sasa twende kisasa kwenye, kama tukija kwenye muziki, hata wanamuziki wa hip hop wanasema unaingia commercial. Na wale wanamuziki wanaimba hip hop ngumu. Sasa sisi wenyewe hatuachi msingi yetu, lakini tunaamua kuingia commercial sasa. Tufocus sasa na soko. Yes, ndio hatuachi, tutaendelea vile vile, live band, kila kitu, hata muziki wenyewe utakaosikia ni wa mandhari mpya kabisa. So utausikia hapo kama unavyosikia kwenye background sasa hivi unapiga, lakini ni muziki mpya kabisa, na tukakaa chini na producer ambaye hatujawahi kufanya naye kazi kabisa katika muziki wa dance, na sio producer wa dance, tunafanya kwa Elasto wala Moroso. Tumeenda tumetafuta producer ambaye ana trend sasa hivi, ambaye tunaweza tukakaa naye chini tukasema tunafanya vipi. So tumekaa na producer Alright hapa, tukafanya naye hii mkutano, tukakaa tukaona okay, twende kwa sound hii. So kuna project hii sio moja tu, zitakuja na zingine. Kwa mwaka unavyokuja utaona inafuata nyingine na nyingine na nyingine. Nini kiliwasukuma kufanya kazi na producer Alright? Okay, kutokana pia na yeye sasa hivi unaona hata nyimbo zake zinaenda, na pia ana muziki wake anaotengeneza hauna tofauti sana na mikito yetu. Yes, huko ametransform. Kwa hiyo yani anaweza ana fusion fulani ya bendi lakini na zuku. Kwa hiyo so amefusion, kwa ni rahisi sana hata mwanamuziki wetu sisi kuadapt. Wapo maproducer wengi sana, wapo kina Aba, kina Stukizi, lakini unaangalia je, nikimleta msanii huyu na huyu, je wanaweza tuka adapt kwenye huo namna ya style ya ile production. So unaona producer fulani huyu ndo ana styles. Haka tulikaa chini tukafanya research tukurupuka. Manake vigezo na masharti mmevizingatia vizuri. Alright, unajisikiaje kufanya kazi na bendi kongwe hapa nyumbani Tanzania, Twanga Pepeta?
ni baraka tosha, kwa sababu wao kama bendi wanafahamiana na maproducer wengi pia wakongwe ambao wako kwenye game muda mrefu kuliko mimi, lakini kunichagua mimi, kwangu mimi naona ni baraka tosha. Na mimi nimefurahi kupata hiyo nafasi na kujoin nao na kufanya kitu ambacho wao pia walikifurahia na kukipitisha na kuja kukitambulisha. Kwangu mimi ni baraka tosha. Ni ngumu kiasi gani kufanya kazi na bendi kama Tonga Pepeta? Maana na watu wengi ndani yake, wakongwe wengi, waimbaji wengi wa kitambo. Kwako inakupa ugumu kiasi gani ama wepesi kiasi gani? Mimi kwangu haikuwa ngumu, kwa sababu waimbaji wote unaoona hawa kwenye bendi ni waimbaji wa muda mrefu. Maana wanajua nini wanachokifanya, wameingia studio miaka mingi. Kwangu mimi haikuwa challenge yoyote. Ilikuwa tu ni kuweza mimi kutekeleza majukumu yangu tu, kwamba wapate kitu ambacho wao walikuwa wanakihitaji. Kwangu mimi hakukuwa na challenge, kwa sababu wao ni wanamuziki wazuri. Uliwahi kutamani kufanya kazi na bendi kongwe kama Tonga Pepeta? Sana. Utamani wako unakupa ari kiasi gani kuhakikisha kwamba unaitendea haki na kufanya vitu ambavyo kila mmoja akisikia kwenye sikio lake atasema kweli producer Alright amefanya kazi yake vizuri? Siwezi kusema ni kiasi gani, lakini ile feeling tu ya kusema kwamba bana tunaomba tufanye hii project, kwangu mimi iliniamsha, kwa sababu hata nakumbuka mimi nilikuwa najaribu kuchange baadhi ya vitu mara kwa mara, nilikuwa namtumia manager hapa, bana hiyo unaisikiaje? Kwa hiyo mimi peke yangu nilikuwa nanisukuma, yani kwamba okay, nimepata project, acha nifanye kitu ambacho naweza nikawaonesha kwamba okay, naweza nikafanya hichi na hichi. Kwa hiyo kwangu mimi ilikuwa ni hamasa pia. Tutegemee nini sasa? 25 ndio inaishia, 26 inaingia, project ikiwa mkononi mwako. Matarajio ni mengi, mategemezi ni mengi, lakini all ni all tumwachie Mwenyezi Mungu, kwa sababu yeye ndo anayejua yote. Sawa kabisa. Producer Alright huyo. Nataka kufahamu Imani, nilikuuliza kuhusiana na mwaka huu umekuwa mzuri kiasi gani kwa Tonga Pepeta. Umejaribu kutuelezea mawili matatu, lakini nataka kujua pia katika upande wa yale ambayo mmeyafanya hasa katika mialiko mbalimbali mlioifanya, kwenda kufanya maonesho sehemu mbalimbali. Niliona moja tukio zuri kabisa kwenye Simba Day. Mliperform kweli kweli, yani ilikuwa performance moto sana. Hongereni sana. Mkiwa mnapata show kali kubwa kama zile, huwa mnajipanga vipi? Mnajiandaa kiasi gani? Cha kwanza experience. Hilo kwanza. Na experience sana. Tonga Pepeta ni bendi kongwe, kama nilivyozungumza mwanzo, tuna miaka 28. Sasa katika hiyo miaka 28 hapa umejifunza vitu vingi sana, umepata experience nyingi sana, exposure kubwa sana. Tonga Pepeta kwa anapiga show hadi Muscat, enda huko kwa Uingereza, unapiga tour hadi Scandinavia kipindi kile ukiwa on their prime. Sasa hivi vitu vyote, hii exposure ya kutosha inatufanya Tonga Pepeta inakuwa hawako overwhelmed. Changamoto wanakuta wanamuziki wengi wakija kwenye zile show kubwa, na ile audience watu 60,000 pale wamejazana pale kwa Mkapa, msanii kwa overwhelmed. Sasa ile overwhelmed na inahitaji pia exposure kutosha na experience. Kwa hiyo sasa kitu kama kile Tonga Pepeta ni kama kuna mwibia mtoto pipi. Inakuwa rahisi sana kwenu. Sio kana anajitamba, unaona mwenyewe. Kwa hiyo ni of course ukitoa ku brag, lakini ni kwamba tunajipangaga before na tutakage kuangusha mashabiki wetu, kwa sababu pale tunatazama na Watanzania waliokuwepo pale tu ni 60,000 na majumbani hapa mamilioni. So lazima tuonyeshe ubora wetu, kwa sababu sisi ni bendi kongwe na lazima tuwe mfano katika vizazi na vizazi vinavyokuja. Mambo gani makubwa mmejifunza ndani ya mwaka huu kupitia performance mbalimbali mlizozifanya, lakini kutembelea maeneo mbalimbali kama ambavyo umetueleza, ili kuweza kuwatengeneza zaidi na kuendelea kubaki pale kama siku kuwa zaidi, maana ni wakongwe wa miaka mingi? Mimi naweza nikatoa tu wito especially kwa promoter. Sisi tunaweza, na haswa mkitupa hizo nafasi tunaweza kuzifanya zaidi na zaidi. So mapromoter waweze kujua, waje watupe hizo show, tuendelee kuwaburudisha wananchi. Yoyote ile. Sisi Tonga Pepeta tuko neutral. Kwa hiyo mapromoter nini waje kwa kutosha na watupe hizo show, tuendelee kuburudisha jamii. Naweza kusema tu haya. 2026 mnaingia kwa mguu gani? Maana nyinyi ni wakongwe wa zaidi ya miaka 20. Mpo mnarindima na mnasema nataka kuja tofauti. Mguu upi mnaingia nao na ni kipi ambacho tukitarajie sasa? Hatu wengi tuna dive.
tuna dive, sio? Tuna dive moja kwa moja, tunapiga mbizi kabisa. Ukisema utangulize mguu wa kushoto una sita, kulia pia vyote una sita. Kwa hiyo mimi nasema tuna dive kabisa 2026, wakae mkao wa kula, mambo mazuri yanakuja. Sawa kabisa. Matias alinidokeza hapa kwamba kuna project mpya. Sijui ni leo mmeshaiachia ama ndo mnataka kuiachia? Sijajua bado. Kwenye digital platform nimeshaachiwa. Nyie ndo mtakuwa ndo chombo cha kwanza cha kusikika hapa ndani. Manake inazinduliwa hapa tuseme. Hapa Crown. Bahati lioje hii. Hili ni jambo kubwa sana. Kwa mara ya kwanza ikiwa inazinduliwa project hii, ni kwa kiasi gani mmeiandaa na mnasema kwamba kweli hii tunakwenda kufunga nayo mwaka 2025? Okay, imechukua muda ndio kama mnavyosema. Tulikaa kikao cha kwanza mwezi wa 3. Mwaka unavyoanza ile nini, tukakaa ile phase ya kwanza, tukakaa sema tunafanyaje. So ndio maana huwa tuna tamaduni kila mwaka au ni lazima tutoe albamu, tuachie nyimbo na kile kitu. Lakini kama unaona sasa mwaka huu tumedelay sana. Kutokana na kuangalia kitu gani huo muziki mpya tunaokuja nao uje usikike, lakini tu sio usikike lakini upende na uwe ni mzuri. Ndio maana tumedelay sana. Ndio maana unaona kazi nyingi watu kama mnatoka lini, mnatoa nyimbo hii, mnatoa lini, lakini kaambia subiri, mnataka vitu vizuri, good thing takes time. Ndio maana tumetumia muda mwingi sana. Kwa hiyo ni a lot of preparation. Aje alikuwa anatoka studio saa 8 za usiku. Alikuwa nikasirikia muda mwingi. Mimi nimeoa, nikamwambia si mnataka change. Nikamwambia ndio hivyo, lakini unataka change, ndio changes ndio hizi. Mambo lazima yaende kwa speed ya tofauti. Kwa kuna nini ndani yake? Ni nini ambacho mmekifikiria mkasema hiki ni cha tofauti tunakiweka hapa ndani na hiki kitamfanya kila mmoja mpenzi wa muziki wa dance aridhike kweli kweli rohoni? Ni pia kwenye kutafuta, kama nilivyosema awali, ni pia kwenye kutafuta new audience. Unajua sisi tunago nyuma sana kwenye, tuko generation naweza tukasema wale wa zamani. Sasa hivi kuna kizazi kipya. Nikizungumzia miaka 10 baadaye, wana fan base nyingi, wanamuziki mashabiki wa Tanga wanaweza wasiwepo, wengine wakawa wengi ni wastaafu. Sasa tuko katika kizazi cha kidigitali, inakuwa pia ni ngumu tukiendelea kwa muziki ule wa zamani. Hawezi tena kumfanya. Na sasa hivi kuna majenzi wanataka vitu vyao bwana. Sasa hawezi huyu jenzi hawezi kusikiliza. Millennials wapo wanajitahidi kidogo kusikiliza, lakini wengi ni wale wa zamani. Umeona sasa lengo sasa kuchukua jenzi na millennials wote tuwakusanye na waanze kusikiliza muziki wetu. Mbali ya maelezo haya unaonipatia Imani, nataka kujua kwa mfano mtu akikuuliza sasa hivi katika wimbo huu mpya, nini kimo ndani yake? Kitu gani mmekiingiza hapa ndani? Like kama maneno tofauti, kionjo cha muziki tofauti, ama ni kitu gani hasa mmekitengeneza hapa ili kilete mvuto ule ambao mnataka kwenda nao? Okay, kwanza ladha ya muziki yenyewe imebadilika kidogo. Alafu ukiangalia hata tungo yenyewe, mashairi yenyewe yalivyo tofauti na tungo ambazo zinatungwa kwenye muziki wa dance kama vile. Lakini pia melody ambazo zimetumika tofauti na melody ambazo zinatumika kama kipindi cha nyuma. Kwa tuna vitu vingi kama hiyo melodies, tuna tungo yenyewe, mashairi yalivyoandikwa yenyewe, na pia beat yenyewe ambayo tunaitumia ni tofauti na beat ambayo tunapiga sisi. Umeimba huko? Yes. Mmeimba watu wangapi kwenye huu wimbo? Tumeimba watu 4. Yes, alafu na mmoja watano kati ya vionjo. Yes. Kuna swala la muda huwa linazungumzwa sana kwamba muziki wa dance huwa unachukua dakika nyingi kusikiza, ili mmelizingatia? Yaani unajua sio kusema muziki wa dance. Yaani muziki wote tu ni jinsi gani nyinyi mnavyojipanga kuimba. Mnaweza mkaamua hata huo muziki wa dance mkaimba dakika 2 inawezekana. Ni jinsi gani mmejipanga nyinyi kuimba. Kwa hiyo na tulishatoa wimbo hapo na dakika 4, wimbo tu povu na dakika 4 tu sekunde. Yes. Basi tusiongee sana. Mimi naomba tusikilize hii project DJ Na, naomba tuachilie huo wimbo, lakini wakati huo hapa Haji tutakuwa unaenda nao. Haina shida. Ili tuenjoy zaidi na tuone yaliyomo yamo. Haya bwana. Shuka naye kidogo, bembeleza. Mambo yasiyo mengi sana. Burudani kali sana kutoka kwao Twanga Pepeta, kisima cha burudani. Ama kwa hakika wimbo unaitwaje?
Usinitoe roho. Usinitoe roho. Yes. Ndio jina la wimbo. Ndio jina. Kwa hiyo hii ni zawadi sasa kwa mashabiki wote wa muziki wa dance hapa nchini, sio? Sio mashabiki wa dance peke yake, mashabiki wote wa muziki mzuri. Tanzania na nje Tanzania. Duniani tunasema. Kwa hiyo hii tunasema ni moja kati ya project kubwa mnazofunga nazo mwaka. Tunafunga mwaka na mnapofungua ndio hii tunafungua nayo, tutafungua na nyingine. Tutafungua na hii pia kwa upande wa video, alafu tutaita na project zingine zitakuja. Yes. Huwa mnazingatia nini hasa katika upande wa production unapotaka kuachia kibao kipya kama hivi? Huwa of course lazima tuangalie timing. Timing ni muhimu, wezi tu kukurupuka uangalie. Lazima ujue muda gani sahihi na muda gani ni wa kuachia wimbo kwa saa. Sasa kutokana na mambo hapa, kwa huu ndo kipindi sahihi sasa hivi kabla mwaka hujaisha, kwa sababu hatujaachia kibao chochote mwaka huu. So sema kabla mwaka hujamaliza basi tuachie kibao hichi. Kwa hiyo mwaka huu amkutoa nyimbo yote Chonga Pepeta ndio hii? Ndio hiyo. Kweli? Yes. Hii kweli ni noma. Basi hii inawezekana ikawa pengine ndo nyimbo ambayo itakwenda kukimbiza kweli bila kutegemea. Ni kweli, hata tungo zake umesikia hata ilivyoanza pale. Unasikia mashairi yake yanavyokuwa. Mimi sio roboti na moyo wa nyama, sio chuma wala bati. Tofauti kabisa na mimi sio roboti. Na moyo vile vile. Sikukufosi, tulielewana vigezo na masharti. Sasa unaleta rongorongo za nini? Kwa tuna ladha zote, tumecombine vitu vingi sana. Tuna ladha zote, yani ukiingia mle kuna taarabu, mle kuna nini, yani kila kitu kimo. Kweli unaisikia hivi kama inaingia taarabu kwa mbali ile Arabic scales. Ndio tulimchagua bwana. Ndio mmemchagua right. Yes, kwa sababu ana vitu vyote hivyo, Arabic scales zimo ndani yake. Mambo ya madrasa. Mambo ya kughani ndani huko. Hatari kweli. Sawa, sisi kwa kweli tumeburudika sana uwepo wenu hapa ndani. Tunategemea kwamba hiki ambacho mmekifanya kitakwenda kuwa kikubwa zaidi. Labda mna jambo gani la kuwaambia mashabiki wanaotusikiliza sasa hivi, hasa tunapofunga mwaka na tukielekea kufungua 2026 panapo majaliwa? Naweza nikasema wakae mkao wa kula, kwa sababu surprise nyingi zinakuja. Yaani sasa hivi usikae mbali. Yaani wiki hii tumewapa surprise hiyo, shangaa wiki ijayo tukawapa surprise nyingine. Kwa hiyo endelee kama mkao wa kula. Ni nini kiliofanya kini msitoe nyimbo yote kwa mwaka huu mpaka imachukua mwaka mwishoni huko ndo mnaachia? Imani au ndo mko mnatia watu hamu ili mkiachia ngoma iwe kweli kweli? Ilikuwa nafanyika research, ndio maana alisema kwamba tulikaa kwanza tukajadiliana tunafanya nini. Ili tusikurupuke, tukakaa kikao, cabinet ikakaa, tukafanya research, tufanyeje, tunatoka vipi. Tutoke vile tunavyotokaga, aidha tunatoka vingine. Ndio tukaamua kupata kitu kizuri kama hiki. Hii ni zawadi, unajua ni zawadi. Huu wimbo ni zawadi ya wapenzi wote wanaopenda muziki mzuri. Kwa hiyo tunachotaka sisi kwamba tunaomba tu mashabiki wetu waweze kutupokee kwa ujio huu tuliokuja. Kama kuna ambao watakuwa kidogo tunataka iwe hivi misebene sana, watu radhi, wakija kwenye show watapata misebene na tutawapigia sehemu zingine, lakini kwa hiyo tunataka watu wapate muziki ambao tofauti kidogo na watu wengine. Kuna watu tunawakosa mashabiki sana ambao tunakuwa generation fulani ambao tunaikosa. Sasa tumeamua kuifuata hiyo generation, tuilete, tutuambie kwamba sisi ni kisima cha burudani. Kama ni kisima kina kila kitu pale. Kina maji mazuri, maji matamu, akikauki. Kama akikauki basi Chonga Pepeta haikauki kwa burudani. Kwa hiyo inapokuja, kama ilikuja mwaka huu kuna kitu fulani basi tunakwenda nacho kama samaki kwenye maji. Sawa kabisa. Watu na duniani ndo mfumo huko hivi sasa hivi, haswa kwenye hii genre yetu ya muziki wa dance. Ukiangalia hata mtu kama Fally anatoa nyimbo ya dakika 3, dakika 2, lakini iko very commercial sana tena. Lakini sasa mtu akija akicomplain, najua ni moja baadhi ya washabiki wa Kongo atacomplain kutoka kwamba kusema tumetoka kwenye misingi, lakini ukija kwenye show zetu live, huu muziki tayari tushaufanyia mazoezi namna gani unapigika live. So sidhani utaimbwa kama ulivyoimbwa hivi. Na hii ni special kwa ajili ya digital platform, na
kwa hili soko jipya ambalo tunataka kupenetrate, ambalo linaenda kwa muziki wenyewe ambao unaenda kama hivyo unavyosikia. Sasa So lakini ukija kwenye show zetu utosikia sisi tunaimba back vocal au nini, show muziki utapigwa, vyombo vyote utavyosikia hivi vyote unavisikia na vimeshafanywa mazoezi. Kwa hiyo asiwaondoe shaka. kwa mwaka huu mnaonesha lolote? Hatuna onyesho la kufunga mwaka, zaidi ndio hizo show ambazo zishafanywa booked. Lakini onyesho lote sisi binafsi hatuna, na hizo show tu ambazo tayari zimefanywa booking na wadau mbalimbali ambao wana kumbi zao mbalimbali. Crown Media. Hapa ni nyumbani.